mojawapo ambalo Mungu atalifanya la ajabu sana katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 na ule mstari wa 8. Mwanzo sura ya 15 ule mstari wa 8, lakini ngoja tuanze mstari wa 6. Anasema Ibrahimu akamwamini Bwana naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Anasema kisha akamwambia mimi Bwana niliyokutoa kutoka ule wa Kaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Sasa anasema mstari wa 8, akasema Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Anasema Mungu akamwambia unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na wana wa njiwa. Akampatia hao wote, akavipasua vipande. Unaona hili jambo ambalo Mungu huyu Ibrahimu alifanya hapa, alitoa sadaka. Hii sadaka ambayo alitoa kwa Mungu ikaenda kuunganisha vizazi vyake vyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Vizazi vyake vyote. Hapa ndio naona Mungu anamwambia uzao wako utaenda nchini Misri kuwa watumwa hapa, na anamwambia wataenda kule miaka mingapi? 400. Lakini nitawakumbuka kwa sababu ya hii sadaka uliyoitoa kwangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawakumbuka wale watu katika Kutoka sura ya pili ule mstari wa mwisho wa 24. Anasema hivi, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Akawakumbuka, akawaangalia kwa sababu ya ile nini? Ya ile sadaka aliyotoa nani? Baba yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile sadaka aliyotoa baba yao, ili na wao watoke, lazima wafuate njia ile ile ambayo alifuata baba yao. Maana yake lazima na wenyewe watoe nini? Watoe sadaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mapigo yote yalifanyika, lakini pigo la mwisho tu hilo ndio liliwafanya watoke. Mungu akawaambia tengenezeni Pasaka. Tengenezeni nini? Pasaka. Toeni sadaka aina inayoitwa sadaka. Kila mtu achukue kondoo atengeneze kwa familia yake kulingana na kaya yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Fuatana nami vizuri hapo, kuna hoja msingi sana. Kila mmoja atoe kulingana na kaya yake na familia yake. Maana yake familia yake atoe. Walipotoa wote, Biblia inasema kwamba Mungu alipita akahukumu miungu ya Misri. Baada ya hapo Israeli wakatoka. Kilichowatoa Israeli katika nchi ya utumwa hakikuwa maneno yao ya kuomba tu peke yake. Ilikuwa ni sadaka inayoitwa Pasaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio iliwatoa na mali nyingi. Hiyo ndio iliwatoa na utisho mkubwa. Wakaenda pamoja na Mungu. Sasa nikukumbushe, hawa watu walipofika jangwani, walipofika kwenye bahari ya Shamu, wakaona jeshi linafanyaje? Linakuja. Walimwambiaje Musa? Kaambia Musa, sisi tulikutuma utulete huku. Hapana, tulikwambia usitutoe huku, tuache bora huko. Umekuja kuteta tufie jangwani. Musa akaambia simameni tu mtauona wokovu wa Bwana. Wakatoka wakaenda, bahari kapasuka, wakavuka, wakafika jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati walikuwa wanamnungunikia Musa, wanamwambia Musa, afadhali ungetuacha turudi. Afadhali ungetuacha tufanyeje? Turudi. Turudi wapi? Turudi Misri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nauliza kanisa, Mungu aliwaachia kuachia? Kanisa la Bwana mpo? Tupo kanisa? Mungu aliwaachia warudi au kuachia? Aliwaachia wengine majuu. Mungu aliwaachia hakuwaachia? Walipokuwa kila wakati wanasema, "Baba zangu tuache turudi zetu wapi?" Mungu aliwaachia hakuwaachia? Aliwaacha warudi Misri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hakuacha warudi Misri? Kwa sababu ya sadaka ya Pasaka walioitoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ile walioitoa ndio iliwafunga, hakuna kurudi nyuma tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu akuachia, alizaa mtafia hapa kwa sababu mmeshatoa, mtafia hapa, vizazi vyenu ndio vitaenda kwa kuwa mtaki. Ile sadaka mlioitoa ni ya vizazi, sio nyinyi tu peke yenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, nataka niwaambie neno kubwa hapo la msingi. Tunapookolewa, Mungu anatupa uwezo wa kuyafanya yale ambayo tulikuwa tuwezi kuyafanya mwanzoni. Maana yake Mungu anatupa nafasi
nafasi ya kumwabudu yeye kwa utakatifu mpya, kabla ya vile mwanzoni tulivyokuwa tunafanya. Maana yake unapookoka si kwamba umemaliza mambo, hapana. Mungu anakupa uwezo ili uanze kuwa na mambo ya kufanya. Maana yake kama mambo hayo unayajua sasa hivi, sasa unatoa kwa imani. Maana yake unapofanya hivi, Mungu anakugusa na kukumbuka mpaka vizazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anasema hivi, Bwana akafanya agano naye. Alipofanya agano naye, Mungu akamwambia kwamba kwa agano hili na dhabihu uliyoitoa kwangu wewe Daudi, watoto wako hata wakirudi nyuma nitawarudisha kwa fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitawavuta kwa mapigo, hawatakubali kuniacha tena, kwa sababu tayari umeshanikabidhi. Bwana Yesu asifiwe sana.